Katika ulimwengu wa sasa unaobadilika kwa kasi kutokana na maendeleo ya teknolojia, nafasi ya vijana katika kujenga taifa lenye maendeleo jumuishi imeendelea kuwa muhimu kuliko wakati mwingine wowote. Hili ndilo lililodhihirika wakati wa shirika la Mbalizi Paralegal Organization yani MBAPAO lilipozindua rasmi mradi wa Smart Tech Hub unaolenga kuwawezesha vijana kushiriki kikamilifu katika ngazi mbalimbali za maamuzi, huku wakijengewa uwezo wa kutumia teknolojia kama nyenzo ya maendeleo. Uzinduzi huo umebeba matumaini mapya kwa vijana wa halmashauri ya Mbeya vijijini, ukitoa taswira ya kizazi kinachojiandaa kuwa sehemu ya uongozi na maendeleo ya taifa, sambamba na maono ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 inayosisitiza uwepo wa vijana wabunifu wenye ujuzi wa kidijitali na wanaoshiriki kikamilifu katika ujenzi wa uchumi shindani na jamii jumuishi. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo kwa niaba ya afisa maendeleo ya jamii wa halmashauri ya Mbeya vijijini, afisa maendeleo wa vijana Consolata Kyando amesema vijana wanapaswa kuondokana na mtazamo wa kujitenga na badala yake wajitokeze kushiriki katika vikao na mifumo ya maamuzi kuanzia ngazi za kijiji hadi taifa. Kama mmeona kwenye mjadala, wengi tunasema vijana sio kwamba washirikishwe, ila wao hawataki kushiriki. Inawezekana wengine wamesema ni sababu za kitamaduni, lakini wengine hapa nimeona wameelezea kuhusu malezi na makuzi. Tumewaleaje vijana wetu kule? Tumewalea kwa kuwashirikisha, kutoa maoni yao, au kijana akitaka kutoa maoni, sasa wewe kelele. Wewe vijana mtupishe. Kwa yale malezi na makuzi ambayo amekuwa nayo kijana, unakuta pia yanamfanya awe muoga. Lakini kuna suala la uzalendo hapa. Vijana wengi tunataka tuseme, serikali iseme au mdau aseme nimekufanyia hiki. Wewe umefanya nini? Wewe umeifanyia nini jamii yako? Wewe umemfanyia nini yule mdau? Uzalendo. Na ndio kitu ambacho serikali lakini pia wadau tunaendelea kusema uzalendo, uzalendo, uzalendo. Tukija serikalini sisi kila siku pale tunatafuta vijana. Hivi sasa hivi tunatangaza tenda za uzoaji taka. Tunasema basi wekeni kwenye vijikaeni kwenye vikundi. Semeni mnataka mtaji kiasi gani? Tuwape mtaji mwende mkafanye kazi alafu mpate mapato. Tumekaa nyumbani tunasubiri tuletewe taarifa nyumbani. Huwezi kupata taarifa. Hana muda wa kusikiliza yale matangazo. Hana muda wa kusikiliza hata zile fursa, kwenda kusoma tu kwenye mbao za matangazo kuna fursa zipi. Umeona Bado sisi mtaani hatuendi kwenye serikali ya mtaa, pale kuna matangazo yako kibao. Anasema labda leo ndio mfano. Sasa hivi matangazo mengi hapo kwenye mbao za matangazo. Lakini pia sasa hivi tunasema smart tech. Ukienda kwenye platform, mfano Wizara ya Vijana, pamoja na website, tuna platform zipo. Kyando amewataka vijana kuwa na utamaduni wa kutafuta fursa badala ya kusubiri ziwafuate, akisisitiza kuwa mafanikio yanahitaji ubunifu, uthubutu na utayari wa kujifunza kila siku. Vijana hatutaki kutafuta taarifa. Yaani gap kubwa hapa ni kwamba fursa zipo, ila tunataka kijana anataka fursa zimpate pale alipokaa nyumbani. Serikali imefanya juhudi zote. Tuna wadau, tuna sisi serikali. Ukienda ni kuanzia ngazi ya kijiji, tuna viongozi, si ndio? Tuna kwenye kata. Lakini tuna wadau mbalimbali wako huko, wanafanya shughuli tofauti tofauti, wakitoa fursa tofauti tofauti. Serikali yenyewe ndani ina fursa za kutosha. Kwanza tunatakiwa tujifunze kuzitafuta fursa zilipo. Pale ambapo tunasikia kuna fursa, basi unatakiwa ukimbilie. Wenzetu wazungu badala ya kusema uitafute, uletewe, sisi serikali inakuletea. Yeye anaenda kulipia, nifundishe bwana ili nikaipate ile fursa. Alafu unalipa. Kwa upande wake mkurugenzi wa shirika la MBAPAO Sylvester Chawe amesema mradi wa Smart Tech Hub umebuniwa mahususi kuwajengea uwezo vijana wa kutambua changamoto na fursa zinazotokana na maendeleo ya teknolojia ya kidijitali, huku akiwapa maarifa yatakayowawezesha kushiriki kikamilifu katika mchakato wa kufanya maamuzi ndani ya jamii zao. Smart Tech Hub unatekelezwa na mashirika mawili, ikiwepo shirika la MBAPAO yani Mbalizi Paralegal Organization ambao tunapatikana Mbeya, na shirika la Doyodo ambao wanapatikana Dodoma. Nafadhiliwa na Umoja wa Ulaya
ila kwa kushirikiana na shirika la Save the Children Tanzania na Tanzania Bora. Kwa upande wa Mbeya tunatekeleza katika kata 4 ambayo ni kata ya Utengule Usongwe, Nsalala, Bonde la Songwe pamoja na Igale. Huu mradi umelenga kufanya vijana waweze kushiriki katika ngazi za maamuzi, ila pia kutambua changamoto za digitali, ila pia na fursa zilizopo katika digitali. Kwa hiyo mradi huu tumeufanya baada ya kuona gepu, kuona kwamba kuna changamoto mbalimbali hususan kwenye masuala ya ushirikishwaji pamoja na masuala ya mitandao. Hapa tuligundua baadhi ya vitu ikiwepo kuona kwamba vijana hawashiriki katika maamuzi, ngazi za maamuzi ikiwepo serikali za mitaa. Kwa hiyo tulibaini kuna baadhi ya mambo ambayo yanapelekea vijana kutoshiriki, kwa maana ya changamoto ambazo zinapelekea vijana wasishiriki kwenye ngazi za maamuzi. Ila pia tulitambua kwamba vijana wanatumia mitandao ila sio kwa faida, ambapo mitandao ipo ila itumike kwa faida. Naye mratibu wa shirika hilo James Sambuka amesema ni muhimu vijana kushirikishwa katika vikao mbalimbali vya maamuzi ili waweze kutoa mchango wao katika kupanga na kutekeleza mipango ya maendeleo. Vijana wawe tayari kushirikishwa na wawe tayari wao wenyewe pia kushiriki, ili waweze kushiriki katika ngazi za maamuzi, ili na wao waweze kutambua fursa mbalimbali ambazo zinapatikana huko kwenye ngazi za maamuzi, hasa vikao vya familia, mikutano ya mitaa au vijiji, lakini pia hata kwenye ngazi za kitaifa. Vijana waweze kuchangamkia fursa, wasitegemee kwamba labda kila wanapoitwa wanategemea kulipwa. Umeona, hiyo ndio ni changamoto kubwa. Vijana wanashindwa kushirikishwa kwa sababu wanajua kwamba tukiwaita vijana watahitaji chochote kwa ajili ya kuweza kushiriki katika tukio hilo, lakini michango ambayo wanaitoa katika vikao ambavyo wanaitwa waweze kutoa michango ile ambayo ni chanya, ambayo inaweza kuwa ikaleta maendeleo au tija kwa jamii au na taifa kwa ujumla. Maana wazee wengi wanashindwa kuwashirikisha vijana kwa sababu wanaona kabisa kwamba hata tukiwaita vijana hawana chochote cha kushauri. Ameongeza kuwa vijana wanapaswa kujenga kujiamini na kuthubutu kugombea nafasi mbalimbali za uongozi katika jamii, kwani uongozi si heshima pekee bali ni jukumu la kuleta mabadiliko chanya. Vijana ndio ni taifa la kesho, na ni kweli wanaweza wakashika nafasi mbalimbali katika jamii, isipokuwa wao wenyewe kwanza waweze kujiamini ili jamii iweze kuamini. Maana bila kujiamini mwenyewe hauwezi kuaminika. Kwa hiyo vijana wanayo nafasi na wanayo fursa kubwa sana, kwa sababu wao wanajua namna gani sasa hivi sayansi na teknolojia, namna gani vitu wakaendana na hali ya sasa kwa urahisi zaidi. Baadhi ya vijana walioshiriki kwenye uzinduzi huo wamesema mradi wa Smart Tech Hub umewafungua macho kuhusu nafasi yao katika maendeleo ya jamii na taifa. Wamesema mafunzo hayo yatawawezesha kujitambua, kutambua wajibu wao na kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo. Kwa majina naitwa Christina Magesa, natokea kata ya Nsalala. Mimi binafsi nimenufaika na mradi huu kwa kiasi kikubwa. Tunawashukuru sana kwa kutuletea mradi huu. Kwanza umetufungua ufahamu, lakini pili unatujengea uwezo, kwa sababu tunajua nafasi zetu katika jamii. Kwa mwanzo huu mzuri unatusaidia sisi kufika hatua fulani kama vijana, pamoja na kujitambua na kujua majukumu yetu ni nini na tusimamie nini na tufanye nini kwa wakati husika. Tunashukuruni sana, tunaomba mtuunge mkono. Kwa majina naitwa Ali Bakari. Naweza kusema ni mkazi wa eneo hili, kata ya Utengule Usongwe. Mafunzo yamekita zaidi katika utoaji wa elimu kwa vijana katika nyanja tofauti, katika masuala ya teknolojia na masuala ya ukuaji wa uchumi kwa vijana. Kwa haya mafunzo yamekuwa ni bora zaidi kwa sisi vijana, na pia tumefurahia, na naamini zaidi kwamba hiki tulichokipata tutaenda kushare na vijana wetu ambao leo hawajapata nafasi ya kuja kushiriki eneo hili. Aidha, wameeleza kuwa kupitia ujuzi wa teknolojia na ubunifu wanaopata, mradi huo utakuwa chachu ya kuwawezesha kujiajiri
kuanzisha miradi ya kiuchumi na kuongeza kipato, hatua itakayochangia kupunguza ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana. Naitwa Mary Deus Wambura, nimetokea Mbalizi hapa bonde la Usongwe. Kwa kufikia leo nimefurahi sana kukutana na mradi mpya ambao tutasaidia kuinua vijana wengi ambao chini ya miaka 15 mpaka miaka 30, kuwajengea uwezo pamoja na uzoefu katika masuala ya kidijitali na kujitambua kijana ni nani na ana thamani gani katika hii jamii. Pia kuambatana pamoja na kuanzia ngazi zote za chini ambao ni serikali ya mitaa mpaka kwenye jamii nzima. Itaenda kugusa kwa kila kijana mmoja kujua thamani yake na kujua anafanya nini ili ajikwamue kiuchumi. Naitwa Joseph David Chioko, natokea kata ya Utengule Usongwe. Ametusanua fursa ambazo tunaweza tukazipata kama vijana, na kikubwa walikuwa wamebezi kwenye pande mbili kwamba kijana awe bora kiuchumi, lakini kijana awe anashiriki kwenye mambo ya kimaendeleo, kwenye mambo ya kiuongozi. Lakini kiukweli tumefurahi. Hivi karibuni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, wakati akizungumzia Dira ya Taifa 2050, alisema haya kuhusu vijana. Matumaini yangu kwa uzinduzi wa Dira 2050 utaamsha ari ya kila mwananchi kwa nafasi yake kuchangia katika kutosheleza kiu ya Tanzania yenye maendeleo endelevu, au Tanzania tuitakayo. Mtakubaliana nami kwamba kuna hali ya kudorora kwa ari ya kujadili masuala ya maendeleo katika jamii yetu, hususan miongoni mwa vijana ambao ndio tegemeo letu katika kujenga kesho iliyo bora. Hii sio sawa hata kidogo. Katika miaka 25 ijayo, lazima turudishe mijadala ya maendeleo katika nchi yetu, ijadiliwe na vijana na wajipange vyema katika utekelezaji wake kama ilivyokuwa misingi yetu kabla. Kwa ujumla, uzinduzi wa mradi wa Smart Tech Hub ni hatua muhimu ya kuandaa kizazi kitakachobeba dira ya maendeleo ya taifa kuelekea mwaka 2050 kupitia uwekezaji katika maarifa, teknolojia na ushiriki wa vijana katika maamuzi. Taifa linaweka msingi imara wa kujenga jamii yenye ubunifu, uwajibikaji na maendeleo endelevu. Hivyo, mradi wa Smart Tech Hub ni daraja linalowaunganisha vijana wa leo na Tanzania yenye mafanikio ya kesho. Mtazamaji wa JN24 Media, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment kwenye chaneli yetu ili uwe wa kwanza kupata habari zetu. Jina langu ni Elizabeth Nyivambe.